Jana tulingeleza kuhusu nomino batunwa batango tokiwachi batuna nade mbele batano. Tulisema sauti guna na sauti siguna, na tulihakikisha tunaangalia maneno ambacho iko na tamati ku na tamati ka, sawa. Na tuliengeleza methali zingine, tukasema kuanguka chini taka cha mfunguni sadi ya ngoa aname na nonamo kodikani nonamo, sawa. Na leo tuko na lesson, tunataka kuangalia aina cha mbuzi ambacho iko hai na mbuzi ambacho watio mama fariki vijana ng'o mustahafla. Okay? Sasa leo tunaangalia nomino huru na sio nomino. Mbuzi ambacho imekufa iko katika ngeli gani? Sema one time. Mbuzi ambacho imekufa iko katika ngeli cha one time. Sasa hicho ni mbuzi ambacho imekufa. Ukichukua mbuzi huru na mbuzi tegemezi, sasa ukiangaliza hili nomino kielezi ambacho haina jibu, haina gine gichenango. Sasa kuna nomino huru na nomino. Sasa hii nomino tegemezi inategemea sahani kusimama. Na hichi ambacho unaona hapa kusongea karibu, hii inaitwa kaka gumu, sawa? Hii ambacho iko hapa ni kaka ngoa gumu. Kaka gumu, watu andike hicho kaka gumu. Hicho ndio ambacho wanatamkiwa sauti kama ka, sauti kama kuka, sawa? Na ukiangalia hapa ni nomino, sio nomino, ni kaka gumu na kaka laini, sawa? Kaka laini ndio hichi, sawa? Hiyo ni kaka laini, kaka, sawa? Sasa unaona tuko na kitu ambacho inaitwa korokoroni, sio koromeo, esophagus in Kiswahili inaitwa kinywa. Sasa ndio mbuzi ambacho anamesea mbuzi mate. Ndio sasa inaangalia tu, unaona kama mate akikulisha hapa, ulimi inakula ulimi inakula gine lumu Kiswahili nyasi. Sasa inakula nyasi, hiyo ni nomino tamati, sawa? Sasa tunataka utumie sentensi kwa mbuzi amekufa. Mbuzi amekufa andika sentensi, watu tuone kama wewe ni mwerevu. Nomino tegemezi. Sasa unatumia nomino huru na nomino tegemezi, sawa? Nomino gine. Haya, hii tunaitwa macho. Macho ndio hichi, macho dongen wange. Haya, tomae nangu ite kwa Kiswahili sikisa inatumika kusikisa maneno, sawa. Haya, mdomo chake sasa ni Kiswahili, mbuzi practical kwa Kiswahili, sawa. Hii inaitwa